Adamu. Tunaishi katika ulimwengu huu, lakini tunahitaji uwezesho wa Mungu ndani ya maisha yetu. Kwa kawaida wanadamu huwezi kumshinda Ibilisi ukiwa peke yako kwa nguvu zako. Biblia inasema Yesu Kristo akiwa juu msalabani akasema leo masabarikitani. Maana yake Mungu wangu bora umeniacha. Akiwa na maana hii kisha akasema kauli ambayo ilikuwa ya mwisho, akasema Baba sasa imekwisha. Akiwa na maana hii kwamba hakuna tena teso juu ya mwanadamu. Hakuna tena uraibu, hakuna tena kitu chochote ambacho kinaweza kumsumbua mwanadamu, yani dhambi. Rafiki zangu, mbingu ni arsia na ufalme mbinguni ni arsia. Mbingu ni arsia na ufalme mbinguni ni arsia. Yesu akasema nifananishe nini na ufalme mbinguni? Akasema nifananishe nini na ufalme mbinguni? Akasema ni sawa na mtoto mdogo. Akasema nifananishe ufalme mbinguni sawa na mtoto mdogo. Akichukulia tabia ya mtoto mdogo kwamba yeye mwepesi kukaribisha vitu ndani ya moyo wake, na mwepesi kukaribisha mambo mema na mambo mabaya ndani ya maisha yake. Moyo wake ni flexible kwa ajili ya kupokea habari njema. Yesu akasema mtu kama hatakuwa na moyo kama mtoto mdogo, kama hataweza kurithi ufalme mbinguni. Kwa sababu mtoto mdogo haurithi kwa nini, lakini mtu akifikia utu uzima kwa nini zinakuwa ni nyingi. Na ndivyo sasa na ufalme mbinguni. Kwa maneno ya kawaida wanadamu wanaweza kauliza why, wanaweza kuuliza kwa nini. Lakini habari njema ambayo tunataka Zoringa ni kwamba tunazidi kukumbusha kwamba maisha ambayo tunaishi yana muda, yana mwisho, kama vile bidhaa ambayo ina expire. Na ndivyo maisha ya mwanadamu yana expire date yake. Wengine wanadai miaka 60, wengine miaka 70, lakini zaidi kwa wakati na majira ambayo tunayo haya, kufikisha miaka 90 na kuwa ni tafu, na kuwa ni kazi. Kwa hiyo sasa sisi je, tutapaje kupona? Tusipojali wokovu mkubwa na mai. Sisi je, tutapaje kupona? Tusipojali wokovu mkubwa na mai. Ni kwamba tunaletea habari za uzima ambazo ndani yake zimekombolewa maisha ya mwanadamu. Yesu Kristo ni hai. Yesu Kristo anasamehe. Yesu Kristo anasamehe makosa ambayo mwanadamu ameyafanya. Aliacha mbingu na enzi akavaa utukufu, akaonekana kuwa sawa na mwanadamu kwa ajili ya kumtafuta kiumbe ambacho kimepotea. Yesu akasema mimi ndiye mchungaji mwema, na mchungaji mwema hutoa uhai wake kwa ajili ya kondoo zake. Anasema kwanza sasa sisi pia tumebari na utawala. Akiwa na maana hii sifa ambayo mchungaji anao, mchungaji yuko razi akeshe, yuko razi akeshe na yuko razi apoteze maisha yake kwa ajili ya kuondoa mifugo na kwa ajili ya kutafuta kondoo au kitu chochote ambacho kimepotea, kimetoka ndani ya zizi lake. Yesu anafananisha maisha yake ya upendo na sana maisha ya mfugaji. Anasema mtu mmoja alikuwa na kondoo 90, alikuwa na kondoo 100. Wakati anazifungia katika zizi akatambua kondoo mmoja ametoka yumo katika zizi. Akasema bwana mkubwa akarudi kutafuta kondoo mmoja yule ambaye amebaki katika pori. Akijua kwamba katika pori kule kuna wanyama wakali ambao wanaweza karibu maisha yake. Akijua kwamba kuna simba, kuna swala, kuna wanyama wakali na wanyama ambao wanaweza kadhuru maisha ya yule kondoo. Kwa upande wa tendo ambao yule bwana mfugo alikuwa nao, akafunga safari kurudi porini kutafuta kondoo mmoja aliyepotea. Biblia inasema Bwana alipomtoa yule kondoo alirudi kwa furaha na kumrudisha katika zizi. Yesu anafananisha mfano huu na mfano wake na upendo ambao alikuja nao alipokuja duniani. Yohana 3:16 Biblia inasema kwa maana jinsi hii Mungu alipenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila mtu amwamini asipotee bali wote watakaoamini wawe na uzima milele. Uaminifu na msamaha wa dhambi tunapata ndani ya Kristo Yesu. Na upendo mwingi ambao Yesu Kristo alikuwa nao ni upendo ambao aliona baba yake kufanya ndani Mwenyezi Mungu. Ndio maana Yesu anasema naambia Wayahudi nyinyi mpende Mungu, kwa sababu mpende Mungu hawezi kumchukia Kristo. Ampende Mungu hawezi kumchukia Yesu Kristo. Akamwambia Wayahudi nyinyi ni waongo na baba zenu waongo, kwa sababu mnafuata maneno yangu na mtekelezi yale ambayo ninasema kuhusiana na nyinyi. Yesu alijua kwamba ili upate kuingia mbinguni, ili upate kuchomoka kwenda heaven, yani mbinguni, must kupitia katika njia ambayo yeye. Yohana 10:6 Biblia inasema Yesu akanena mimi ndimi njia kweli na uzima, na mtu yeyote hawezi kuja kwa Baba pasipo kupitia kwangu. Njia ni nyingi, wewe ni nyingi, lakini sio njia zote ni salama. Ndio maana kuna kitu ambacho kinaitwa ni dini. Dini ni nyingi, hizo zote ni njia, lakini sio njia zote ambazo zinaweza kumfikisha mwanadamu katika sehemu ya usalama. Njia ni moja tu ambayo inaweza kumkomboa mwanadamu na kumwingiza katika pepo. Njia ni Yesu Kristo wa Nazareti. Tomaso anaamini, Filipo anaamini kwa Kristo ndio njia kwenda uzima. Huko hapa ndugu yangu, yamkini kuna tesa lote ambazo Ibilisi anakutesa. Tumfie my brother na kupa neema na kuletea pale matumaini kwamba usipe katika dhambi. Yesu alikufa kwa ajili ya maisha yako na akafufuka kwa ajili ya kufufua kile kitu ambacho shetani amekiziba na amekiua ndani ya maisha yako. Yesu anaokoa, Yesu anaponya. Bro, Yesu anakupenda. Amen, barikiwa sana. Wakati unauza nguo, uze nguo kwa na Yesu. Barikiwa.
neema ukombozi na neema uzima yake kwanza mstari wake ule 17. Mungu Mwanzo 2 mstari wake 17. Mungu akamwambia Ibilisi mwanadamu, matunda yote utaweza kula, lakini tunda moja la ujuzi wa mabaya mwanadamu usile, maana siku utakapokula kufa na utakufa hakika. Akajua kwamba kifo kimebebwa ndani ya siri. Kwa hiyo Mungu alimsaidia mwanadamu, anamwambia mwanadamu, matunda yote ya mti wa bustani unaweza kula, lakini tunda moja la ujuzi wa mabaya usile, maana siku utakapokula kufa na utakufa hakika. Tunaona Mungu anatangaza kifo cha mauti kwa mwanadamu kwa kuto mwanadamu kusikia sauti ya Mungu na kuasi maagizo ya Mungu amemwagiza. Je, mwanadamu waliasa kuasi? Kitabu cha Mwanzo 3 sura ya kwanza. Biblia inasema naye nyoka alikuwa ni mrefu sana kuliko wanyama wote wa mwitu. Kisha akamjia huyo Hawa ambaye alikuwa ni mke wake Adamu. Akamwambia tii, Bwana Mungu amesema usile tunda la juisi ya maneno mabaya. Hawa akasema ndivyo Bwana Mungu alipotupa sementi, yani sheria. Nyoka akamwambia, shetani akamwambia Hawa, Mungu aliwadanganya, maana alijua kwamba mkile ile tunda mtawaza sawa na yeye, mtafikiria sawa na yeye, mtanena sawa na yeye. Kwa shetani akafanya triki, akapata kumeingiza mwanadamu kwenye mtego. Hawa akalile tunda akampelekea mke wake Adamu. Baada ya kula wanafungulia macho wanajikuta wako uchi. Dhambi inaanza kuingia katika dunia. Generation ya Adam to generation. Uzao wa Adamu, uzao wa Musa, uzao wa Nuhu, kuja mpaka uzao wa Yohana. Tunamaliza mwisho mpaka uzao wa Yesu Kristo. Mwanadamu anazidi kuishi chini ya kopa ambayo inaitwa ni dhambi. Kila kukuru na haraka na kila harakati ambayo mwanadamu anazifanya, anafanya kila jitihada namna gani anaweza kutoka katika mauti, na namna gani anaweza kujinasua kutoka katika dhambi. Ndio maana wengine wanakimbilia katika dini, wengine wanakimbilia katika sehemu za ibada ili wapate angalau unafuu wa kutuliza nafsi zao. Na maana wengi kwa kutokujia wameingia kwenye nyumba za ibada kwa sababu ya maziko katika siku ya mwisho. Wachungaji waje waseme Bwana alitoa na Bwana ametoa, jina la Bwana lihimidiwe. Yaani unapiga hesabu mwisho nitazikwa vipi, au piga hesabu kwa mwisho mbinguni nitaenda kusema vipi kwa Mungu. Kwa hiyo kwa razi ku pretend na kuact ndani ya nyumba ya ibada, kwa Bwana mtukuza Mungu na kwa nafsi yako bado haijaambatana ndani ya Yesu Mungu. Then tell something that kasi walinga ambao unasikiliza habari. Mwanadamu baada ya kuasi kwenye bustani Edeni na baada Mungu kumtumua katika bustani Edeni, Mungu akajua mwanadamu atafanya nini, hawezi kumshinda Ibilisi, yani shetani, kwa sababu Ibilisi ana nguvu kuliko mwanadamu. Alikuwa hata kabla mwanadamu kuumbwa, alikuwa hata kabla dunia kuumbwa. Sasa iko rafiki zangu baba msikilize mali hapa. Namna kumshinda shetani sio kwa nguvu zako. Shetani asikilize mkwara kama unaongea kihehe, unaongea kijaruo. Shetani angalie kama unaongea kimakonda, unaongea kizaramo. Shetani akishika kama unavaa kanzu, umeshika hijabu, kama umeweka hijabu au kama umeshika msafu, kama umeshika Biblia au kama unafanya taratibu ya ibada. No. Shetani angalia hayo. Unakuta mtu ana dini lakini bado anafanya matendo mabaya katika jamii. Sasa tunatambua kwamba Mungu yuko katika dini, bali Mungu yuko ndani ya nafsi ya mtu. Sasa ili tupate kumpokea Mungu mwenyewe ndani ya nafsi yetu, na namna ili tupate kupata mbele la dhambi ndani ya maisha yetu, tunahitaji kusikiliza Injili. Yaani habari njema, ongeza nasema good news. Na habari njema ndio hizi. Kristo alipokuja duniani akawa sawa na wanadamu, akakubali mauti ya msalaba, akaweza kutenda ishara na maajabu ambazo Kristo alizitenda. Biblia inasema Yesu alifanya ishara nyingi katika kitabu cha Yohana sura ya 21. Anasema japo mambo mengi ambayo Yesu aliyafanya, kama tungeandika vitabu visingetosha duniani. Ina maana miujiza ambayo Yesu alifanya ni mingi, ishara ambazo Yesu alizitenda ni nyingi, mpaka Biblia tungesema waandike vyote visingetosha. Hii na maana gani mkasa wa maneno haya? Kuja jioni njema leo kukwambia ni kwamba neema na ukombozi na msamaha wa dhambi unapatikana ndani ya Yesu Kristo. Unapatikana ndani ya Yesu Kristo. Mungu hata kuuliza siku ya mwisho kwamba wewe ulikuwa Muislamu, Mkatoliki, Lutheran, TAG au Pathia ngapi. Mungu atauliza, maana anajua ni dini na taratibu ambazo wanadamu wameweka. Mungu atauliza swali hili, kitabu cha Mathayo sura ya 5. Biblia inasema wenye moyo safi, maana hao ndio watakaomwona Mungu. Akiwa na maana hii anasema heri wenye moyo safi, maana hao ndio watakaomwona Mungu. Hakusema heri Waislamu, hakusema heri wa Katoliki, hakusema heri TAG, hakusema heri Pathia ngapi, hakusema heri KKT. No, Yesu anasema heri wenye moyo safi, maana hao ndio watakaomwona Mungu. Maana nijua ndani ya moyo mwanadamu kuna husda, kuna roho mbaya, kuna matusi, kuna zinaa, kuna ulevi, kuna utukanaji, kuna kila aina uchafu ambao mwanadamu anaufanya. Kuna roho mbaya. Mungu anajua kuna kiburi ndani ya nafsi ya mwanadamu. Na Yesu akasema yote ameujaza moyo mwanadamu, na ndio vitu ambavyo vitampeleka mwanadamu katika jehanamu ya moto. Sasa rafiki zangu, wakati maneno haya, solution sio kusikia jehanamu ya moto. Solution ni kwamba wewe usikie habari njema na upate kuamua ndani ya moyo wako na kuwa na uhakika usisi kama mfamaji. Wanaambia watu mfamaji ni mtu ambaye
Mfamaji, ngoja niweke speaker fresh. Mfamaji ni mtu ambaye anafia kwenye mto au kwenye bahari. Hana sehemu ya kushika na tapatapa. Haelewi aende wapi. Sasa maisha yako utaki kuwa kama mfamaji. Yaani mfamaji ueleki kama ukifa hapo unaenda mbinguni au unaenda peponi. Unasema bwana hakuna kokoka duniani. Nami nakwambia hakuna maiti ambayo inaingia guest. Hakuna maiti ambayo inaenda klabu. Hakuna maiti ambayo inaweka sigara mdomoni. Hakuna maiti ambayo inatukana. Hakuna maiti ambayo inaweka uranzi kwenye mdomo. Nimefika Iringa nikasikia kuna pombe asili inaitwa uranzi. Hakuna maiti ambayo inaweka uranzi kwenye kinywa chake. Sasa iko hivi, unapata msamaha wa dhambi na neema ya wokovu ukiwa hapa duniani. After death and punishment, baada ya kifo ni hukumu. No judgment with God. Yani baada ya kifo ni hukumu. Hakuna kunegotiate na Mungu baada ya kifo. Una negotiate na Mungu ukiwa hapa duniani. Hapa duniani ndio unaitengeneza pepo yako. Sasa unatengenezaje? Ni kwamba utapataje kuitengeneza pepo kama usipopata mtengeneza pepo? Na mtengeneza pepo sio mwingine ni Yesu Kristo. Yesu akahubiri habari ya toba, habari ya msamaha. Akajua kama mwanadamu ataushika Torati pasipo kumpokea Kristo itakuwa ni hasara ndani ya moyo wako. Jioni njema leo, habari njema na kuangazia mkasa meno haya. Kama vile ulivyokuwa ufahamu kwamba jioni ya leo atakuja mwinjilisti kuhubiri, na ndivyo ambavyo hautafahamu siku ya kufa kwako. Hakuna hata mmoja bali kwa najua kwamba nitakuja hapa kuhubiri. Na kifo ndivyo imewekwa katika siri. Biblia inasema kufumba na kufumbua ndivyo Bwana Adamu atakavyokuja. Yaani wakati ule unaosema ngoja kidogo nichomechome mahindi ya vitumbua. Angalau kidogo mama shikamoo. Wewe nichomechome vitumbua kidogo angalau. Wewe Mungu kifo ni ahadi ya Mungu, kufa ni lazima. Kila nafsi ita mauti. Kila nafsi itaonja. Shida sio kufa, unakufaje? Kufa ni kufa. Ukifia guest tunasifanya. Kufa kwani maiti itapewa jina kwamba alifia guest. Je, Mungu anapendeza na kifo cha mtu ambaye amekufa guest? Sema Mungu apendezwe na hilo, lakini kufa ni huko haina moja. Sasa mimi hapa nasema yale ambayo Mungu hayapendezi. Safi sana. Mama ubarikiwe. Amina. Vitumbua unauzaje? Nipe begi hilo. Ukamwona tu ni mama anauza mama amejaa kura buku hilo. Barikiwa sana mama yangu. Anasema kila nafsi lazima itaonja mauti. Na mimi nasema sio shida sio kufa, unakufaje? Maana unaweza ukafa ujatengeneza na Mungu ndani ya maisha yako. Kimbembe ndio kinakuja hapa. Kweli kila mtu atakufa, lakini sasa unakufaje? Na mimi hapa sijaja kukutisha kuhusiana na kifo. Maana ukiishi kwa kutishika na kifo hautampendeza Mungu ndani ya maisha yako. Utaishi kwa wasiwasi. Kinachotakiwa ni kuwa na uhakika kwamba baada ya kifo hamna adhabu ya mauti, yani adhabu ya jehanamu kwako. Ndio kitu ambacho Mungu anataka kuangaziwa kasi meno haya. Kwamba mnapoishi mpate kuelewa kwamba Kristo anatoa uzima na Kristo anatoa msamaha ndani ya maisha ya wanadamu. Na maana alimpendeza Mungu kumwachilia Yesu Kristo duniani aje anene na wanadamu kuhusiana na habari ya kutengeneza maisha yao, kuhusiana na habari ya kurepent, yani kutubu na kuanza mwanzo mpya, mwanzo ambao Mungu ataubariki, mwanzo ambao Mungu atatembea na wewe, mwanzo ambao Mungu atanena sawa na wewe. Naambiaga watu basi kasa Dar es Salaam, nasema pa Dar es Salaam ukienda kuna jamaa fulani limekaa katikati ya barabara limeshika bunduki, wanajeshi wa zamani ambao walipigania nchi uhuru Tanganyika kutoka kwa Richard Turnbull. Mmoja amesimama pale wanaazimisha mashujaa waliokufa kwa ajili ya kupigania uhuru wa Tanzania. Sasa ile jamaa linapigwa mvua inapigwa jua, yeye kaganda atikisiki wala ayumbi. Sasa wanaambia Mungu anaongea, Mungu sio salamu ile posta. Mungu ananena na watu kila siku kila nyakati. Kinachokufanya usimsikie Mungu katika maisha yako ni kitu kinaitwa dhambi. Maana dhambi huleta masikio yako yawekwe pamba ushinde kusikiliza habari njema na habari ya uzima na habari ya msamaha na habari ya toba ndani ya maisha yako. Wakazi wa Iringa, Yesu anawapenda sana. Na hizi ndio habari njema ambazo mwanadamu anapaswa asikie, kwamba yeyote amwaminie Yesu Kristo anakuwa na uhakika after death no punishment for you. Yani baada ya kifo hamna adhabu ya mauti juu yake. Uhakika ndio tunao, na mimi nakwambia habari hizi njema kuzisikia. Na kama uko hapo na mhitaji Yesu Kristo awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako, bado nafasi unayo. Bado nafasi unayo. Bado nafasi unayo. Nitaenda kuomba mahali hapo, unaweza kushika mahali pako katika moyo wako, au unaweza kutulia mahali hapo ulipo. Nitaenda kuomba kuelekea mita mingine. Umesikiliza habari njema. Nishoti kwamba Yesu anakupenda sana na hataka kuangamia katika mabaya, na hataka kuangamia katika kifo cha mauti, yani kifo cha dhambi. Basi unaweza kuungana nami katika maombi haya ambayo tutaenda kuomba.